sana mtazamaji wa Mlimani TV katika dondoo za Mlimani zinazokujia kila siku kukupitisha katika habari za kitaifa, kimataifa na michezo na burudani. Jina langu ni Holiness Mbise. Na moja kwa moja tukianza katika habari za kitaifa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imezipa siku 6 nchi za Afrika Kusini na Malawi kuondoa katazo la bidhaa za kilimo kuingia katika nchi hizo. Vinginevyo Tanzania nayo itajibu mapigo kwa kuzuia bidhaa kama hizo kutoka nchi hizo kuingia nchini Tanzania. Waziri wa Kilimo Hussein Bashe amesema hayo mapema hii leo katika kurasa wake wa Instagram, ikiwa ni baada ya serikali ya Tanzania kupokea taarifa rasmi kuwa Malawi imezuia kuingia kwa mazao ya kilimo kutoka Tanzania, yakiwemo unga, mchele, tangawizi, ndizi na mahindi, jambo ambalo moja kwa moja limeathiri shughuli za wafanyabiashara wanaosafirisha mazao ya bidhaa hizo kwenda nchi hizo. Na kunako habari za kimataifa siku ya leo, boti ya mbao yenye injini iliyokuwa na abiria wapatao 400 imeshika moto na kupinduka katika mto Kongo karibu na mji wa Mbandaka kaskazini magharibi mwa nchi ya Kongo na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 50. Kamishna wa mto Kongo Bwana Loyoko aliliambia shirika la habari Associated Press kwamba ajali hiyo ilitokea baada ya mtu mmoja alipokuwa akipika chakula ndani ya boti hiyo. Takribani waathirika 100 walipelekwa kwenye makazi ya muda katika ukumbi wa mji wa Mbandaka, huku wengi wao wakiwa na majeraha mabaya yaliyotokana na moto. Na tukihitimisha dondoo za Mlimani katika habari za michezo, klabu ya Simba imeingia mkataba wa miaka 5 na kampuni ya J-Root Investment Company Limited kwa ajili ya utengenezaji wa jezi na usambazaji. Mkataba huo una thamani ya bilioni 38 ambapo kila mwaka Simba itapokea bilioni 5.6 kutoka katika kampuni hiyo. Pia kampuni hiyo imetoa ahadi mbalimbali ikiwemo kununua basi la wachezaji aina ya Irzar, lakini pia kampuni hiyo itajenga uwanja unaokadiriwa kuingiza kati ya mashabiki 10,000 hadi 12,000. Na tukihitimisha habari za michezo katika uga wa kimataifa, bingwa mara 15 wa ligi ya mabingwa barani Ulaya Real Madrid wameondoshwa kwenye michuano hiyo usiku wa tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025 baada ya kukubali kipigo cha mabao 2-1 kutoka kwa timu ya Arsenal kwa aggregate ya 5-1. Na kufikia hapo sina la ziada mtazamaji wa Mlimani TV. Hizi zilikuwa ni dondoo za Mlimani. Muda wote huo ulikuwa nami Holiness Mbise. Asante na uwe na wakati mwema.